Ni wakati mwingine tena katika kuchambua masuala mbalimbali ya kimichezo. Aliyekuwa kocha mkuu wa Simba Davis Fadul ameshindwa kujiunga na Yanga baada ya mazungumzo baina ya pande hizo mbili kuvunjika bila kufikia makubaliano ya mwisho. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Afrika Kusini, tofauti katika baadhi ya vipengele vya mkataba, hususan swala la bonus zinahusiana na mafanikio ya timu, zimeelezwa kuwa miongoni mwa sababu zinazofanya mazungumzo hayo kushindikana. Chanzo hicho kimeeleza kuwa licha ya pande hizo kuonyesha nia ya kufanya kazi pamoja, kushindwa kufikia mwafaka kwenye masharti muhimu yamefikia Yanga kuachana na mpango wa kumsajili kocha huyo. Kutokana na hali hiyo, dili limepelekwa kwa Fadul, Yanga limefutika rasmi. Kocha huyo atakuwa sehemu ya mipango ya timu hiyo kwa msimu ujao. Chanzo hicho kilieleza kuwa Fadul, ambaye aliwahi kuiongoza Simba kabla ya kuondoka, alikuwa akitwaya kuwa miongoni mwa makocha waliokuwa kwenye orodha ya Yanga katika harakati za kupata mrithi wa benchi la ufundi kuelekea msimu mpya wa mashindano. Baada ya mazungumzo hayo kuvunjika, Yanga imeelekeza nguvu zake kwenye chaguo jingine la makocha, huku uongozi ukiendelea na mchakato wa kumpata kocha mkuu atayekuwa sehemu ya maandalizi ya msimu wa 2026-2027. Uamuzi huo umeifanya Yanga kuendelea na mipango yake ya kujenga kikosi imara, huku ikitajwa kupata kocha mwenye uwezo wa kuiongoza timu hiyo kwenye mashindano ya ndani na kimataifa kwa msimu ujao. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, like pamoja na kucomment. Asante.